Shalom mwana wa Mungu katika Kristo, ninakukaribisha sana. Kwa majina naitwa Mwalimu Mwinjilisti Edwin Mseru, napatikana Mwanza. Basi leo natamani tuangalie kitu kimoja, ujumbe unaosema nguvu ya mahusiano katika kutenda makuu. Tunaangalia mahusiano yanavyoweza kukusaidia kufanya mambo makubwa. Kikawaida tunasema kwamba kila aliyeumbwa na Mungu, kila aliyeletwa duniani alikusudiwa makuu, mambo makuu. Jinsi ulivyo, kuna namna ambavyo Mungu alikuandaa ili ufanye wonders kwenye ulimwengu. Wakati mwingine kwa sababu ya kutokuelewa, tunafikiri kuna watu fulani tu special ambao ndo Mungu amewapanga kufanya mambo makubwa. Lakini leo nitakufundisha aina 4 za mahusiano ambao ukijua utakuwa na uwezo wa kutenda makuu na kutembea kwenye yale makusudio ya Mungu kwenye maisha yako. Aina 4 ambazo nimeziainisha za mahusiano, japo wengi wanafahamu aina moja tu, na ndio maana ukikutana na mtu yeyote ukamuuliza upo kwenye mahusiano, hata wewe nikikuuliza upo kwenye mahusiano, unaweza kanishangaa ni swali gani na kuuliza. Ukifuatilia vizuri, watu tumebakiwa na mahusiano ya aina moja ambayo ni mahusiano ya kiuchumba. Na mahusiano tunamaanisha kwamba ule ukaribu, nearest, ule ukaribu wa mtu na watu au vitu na mazingira au mtu na Mungu wake. Sasa kuna aina ya mahusiano ambayo ukiwepo hata ukikaa miaka na miaka hauwezi kufika popote. Lakini kuna mahusiano ukiyajua na ukiyashikilia hayo unavuka mbali. Kuna aina 4 za mahusiano na ile ya 4 ni ya muhimu zaidi, kwa hiyo usiache. Aina ya kwanza ya mahusiano tunasema mahusiano ya kiroho. Haya ni mahusiano baina ya mtu au viumbe na muumba wake. Mahusiano ya kiroho. Tunasema kila kilichozaliwa kimetokana na Mungu. Kila kiumbe kimetokana na Mungu. Kwa wale ambao wanasoma Biblia na Qur'ani na kadhalika, tunatambua kwamba mwanadamu na viumbe vyote ni uumbaji wa Mungu. It is God creatures. Mungu aliumba, alifanya viumbe vyote na aliviumba kwa mkono wake, na zaidi mwanadamu aliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kwa hiyo tunapozungumzia kwamba mahusiano ya kiroho ni yale mahusiano ya viumbe na muumba wake, na ndio maana wale wanaosoma maandiko utagundua kwamba hata ndege wana mahusiano na Mungu, kwa sababu anasema ndege na waimbe na wamsifu. Utashangaa milima na mawe. Wakati mmoja Yesu alisema mawe yanaweza yakasifu. Alisema watu wakikataa basi mawe yanaweza yakamsifu. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna uhusiano mkubwa kati ya viumbe na muumba wake. Kiuhalisia ni kwamba Mtakatifu Agustino anasema moyo wa mtu hauwezi kutulia mpaka utakapokutana na muumba wake. Kwa hiyo maisha ya kiumbe chochote hayawezi kukaa sawa mpaka yatakapohusiana na Mungu wake. Hebu jaribu kuwaza mahusiano yako na Mungu yapoje. Tutaangalia mifano michache kwenye Biblia ambayo tutaona hawa wawazi ya watu ambao walifanikiwa kuwa na mahusiano mazuri na walitenda makuu. Tunaanza kuangalia mahusiano kati ya Yesu na Mungu. Tunafahamu Yesu ni mwana wa Mungu, lakini pia alikuja kama mkombozi. Aliishi katika hali ya ubinadamu, lakini tunaona alikuwa na mahusiano makubwa na baba yake wa mbinguni. Na sehemu nyingi ukisoma katika Biblia anasema baba yangu, baba yangu. Kwa wale ambao mnaweza mkasoma, unaweza kusema katika kitabu cha Mathayo sura ya 10 aya 32 utakutana na hayo maneno kwamba anasema baba yangu, baba yangu, baba yangu na kadhalika. Okay, jambo la pili, mfano wa pili, utasoma mahusiano kati ya Adam na Mungu. Mungu alimuumba Adam, akasema tumfanye mtu kwa sura na mfano wake. Kwa hiyo mwanadamu ana mahusiano kwanza ya mfanano wa kisura wa Mungu mwenyewe. Hayo ni mahusiano ya karibu. Kwa hiyo Adam alichukua sura ya Mungu. Mfano wa tatu ni Ibrahimu na Mungu. Mahusiano ya Ibrahimu na Mungu yalikuwa mazuri. Ukiangalia pale mwanzo anapoanza kumuita kutoka kwenye familia, anamwambia atoke aende katika nchi ambayo atampeleka. Unaona ni kiasi gani huyu mtu alikuwa na mazungumzo mazuri na Mungu. Mungu alimpenda Ibrahimu, Mungu akambariki Ibrahimu na akamfanya kuwa baba wa imani, kwa sababu walifahamiana vizuri na walijuana vizuri, na zaidi Ibrahimu alikuwa tayari kumtii Mungu. Mfano wa mwisho ni mahusiano ya Elia na Mungu. Wakati anafanya ile sadaka ya kuteketezwa, wakiangusha yale madhabahu ya manabii wa bahari, tunaona kwamba ni kiasi gani Mungu alimsikia na Mungu alimpigania. Wakati mwingine anatuma hata kunguru aende akamlishe Elia
Inategemeana pia na wewe, inawezekana, lakini mahusiano gani ambayo uko nayo. Tunasema kiumbe chochote kabla hakijaingia kwenye uhusiano mwingine wowote, huo wa kimahusiano ya kimapenzi na kadhalika, ule wa familia na ndugu, upendo au mahusiano ya kwanza lazima yawe na yeye na Mungu. Ili uweze kufanikiwa sehemu nyingine yoyote katika maisha yako, lazima kwanza mahusiano yako na Mungu, kwa sababu source ambaye ni Mungu, chanzo, ndicho kinachofanikisha kabla ya vitu vingine vyovyote. Utaangalia aina hizo tatu nyingine zinazofuata za mahusiano, zote zitabase kwenye mahusiano ambayo ni msingi, mahusiano ya mtu na Mungu wako. Tunasema mahusiano ya mtu na Mungu ni chanzo cha mahusiano mengine yoyote. Kwa hiyo kabla hujakutana na huyo Hani, hujakutana na watu wengine, kwa hiyo unapaswa kujua kwamba mahusiano ya kwanza yanayotambulikana ni mahusiano ya mtu na Mungu wake. Namna mahusiano yanavyoweza kuwa yanajengwa na njia ya sadaka, utakatifu, kwa njia ya toba, ni mahusiano yanaimarishwa, ya mahusiano ya kiroho. Lakini kuna njia ya ibada takatifu na kadhalika, na kusaidia wahitaji. Hiyo yote inatengeneza au inaimarisha mahusiano ya mtu na Mungu wake. Lakini pia kuna vitu ambavyo vinaweza vikawa vinaharibu mahusiano. Kuna dhambi, lakini kukosa utii. Naangalia mfano, Sauli alikosa utii mbele za Mungu, akapoteza mahusiano yake na Mungu wake. Hiyo ni aina ya kwanza ya mahusiano. Je, wewe mahusiano yako ya kiroho yamekaaje na Muumba wako? Unajua, mtoto pale nyumbani akiwa ana mahusiano mazuri na wazazi, huwa wazazi wenyewe wanajua shida ya mtoto, kwa sababu anakuwa mwelevu na wazazi wanakuwa karibu na yeye. Lakini ukijiona unaenda kwa baba, unapotaka kwenda kwa baba unatafakari, yaani unafikiria. Kuna wengine hadi siku 3 anaahirisha, leo nitamwambia kesho, maana yake anafikiria nitamwingiaje. Ndivyo ilivyo kwa sisi ambao unakuta wakati mwingine umemkosea Mungu, huwezi kuingia kwa ujasiri mbele za Mungu. Paulo anasema basi mioyo isipotuhukumu, tunao ujasiri wa kupaingia patakatifu. Je, wewe mahusiano yako na Mungu wako yapoje? Aina ya pili mahusiano tunasema ni mahusiano ya mtu binafsi, person relationship, na self relationship ni changamoto kubwa. Person relationship au mahusiano binafsi ni aina ya pili. Mahusiano yako wewe mwenyewe, ni jinsi gani wewe mwenyewe unahusiana ndani, kwa sababu kabla hujamkaribia mtu mwingine lazima ujue mimi ndani yangu nipoje, nimekomaje. Wengi ni wazuri wa kujali watu wengine, ni wazuri wa kuhusiana na watu wengine, lakini mahusiano yao binafsi hayako sawa. Unapaswa kujua maswali yafuatayo. Je, mimi ninajipenda? Ninajithamini? Ninajiheshimu? Ninajitambua? Hayo mambo ni ya kuzingatia. Je, ninajielewa mwenyewe? Ninajijali? Kwa sababu kuna watu wengi tunatafuta sympathy, kuonewa huruma, kujaliwa, kupendwa, lakini kiukweli uhusiano wa pili baada ya ule uhusiano wa kwanza ni wewe mwenyewe. Unajipenda? Unajijali? Unajiheshimu kabla wengine hawajakuheshimu? Unajithamini? Kujithamini ni kujiona wewe wa thamani kuliko kitu kingine chochote kile, na kujiona wa thamani kuliko mwanadamu au kiumbe kingine chochote, kwa sababu Mungu anasema nimekuona wa thamani machoni pangu. Kuna wengine wanajikataa sura zao, mimi ni mweusi, mimi sijui wanaume sijui watanionaje. Na ndio maana kuna wengine bado wanafanya modification ya miili yao na maungo yao, wanataka wawe vile ambavyo wanapenda. Let me tell the truth, kama hujajua kuhusiana binafsi, ni vigumu kuhusiana na watu wengine. Na ndio maana katika jamii kuna watu ambao sio wametengwa, ila wao ndio wamejitenga. Na mara nyingi mtu ambaye hawezi kuhusiana yeye binafsi anaona kama jamii impendi na watu wampendi. Ukweli ni kwamba unapaswa kujithamini, unapaswa kujiheshimu, unapaswa kujitambua, unapaswa kujipenda. Na katika kujipenda, nikwambie tu kweli, kama unataka watu wakupende, lazima kwanza ujipende wewe. Kwa sababu ukitokea hakuna anayekupenda, utaishi kwa mateso. It is true. Mungu akiliweka pendo ndani yako, Mungu akikuchagua na kukuita akaweka pendo ndani yake, ni rahisi sana kupendwa na watu wengine. Hata wakikuchukia bado utabaki na pendo la Mungu. Na kuna mahali Yesu anasema, amri ya pili ya upendo katika zile amri kuu za upendo, mpende jirani yako kama nafsi yako.
Huwezi kumpenda jirani yako kama we mwenyewe hujajipenda ndani. Na tunasema upendo wa kweli ni ule ambao ni wa kutokujibakisha, upendo ambao hauna sababu. Tutaangalia hapo mbele aina za upendo. Kwa hiyo lazima uangalie mwenyewe, ujipe moyo mwenyewe, ujimotivate mwenyewe, ujiheshimu mwenyewe, ujitambue mwenyewe na ujihamasishe kwenye mambo fulani fulani mwenyewe. Usubiri watu wakupongeze. Wewe elewa kwamba mimi ni wa thamani. Kula vizuri, vaa vizuri, pendeza, furahi, tabasamu. Wanasema tafuta furaha kwa gharama yoyote, kwa sababu huzuni huja tu, huzuni ipo tu. Mambo mabaya yapo tu. Tafuta kuwa na furaha. Hata kama kuna watu watajaribu kufanya uwe na huzuni, lakini wewe pambana kutafuta furaha. Kula vizuri, usile chochote, usiwe yeyote. Tengeneza thamani yako, watu waone kuna sababu ya kuwa na huyu mtu. Usipende kuwa cheap, kuwa rahisi, kuwa bei rahisi. Tengeneza thamani yako, watu wajue tukitaka kumpata Edwin lazima tutumie gharama fulani, lazima tupate ushawishi fulani. Hata kama wanajua kabisa kwamba wanaweza kukupata kirahisi, lakini wajue kwamba tutakapomuita huyu mtu basi kuna kitu fulani ambacho cha pekee. Watu watamani kukutumia wewe, kama ni kwenye huduma, kama ni kwenye biashara, kama ni kwenye kazi, popote ulipo watu watamani kwamba fulani kwanza mahusiano yake anapendeza, anavaa, anajiheshimu, anavyoongea, yuko very polite, anaheshimu watu, anajali watu. Hii imetokana na yeye kwanza anajiheshimu. Ndio maana unaweza kuwa mgeni mahali ukapokelewa vizuri na watu wakakupa nafasi, sio kwamba unastahili, no. Wameangalia personality yako, muonekano wako kwanza, wakagundua huyu mtu binafsi amejielewa, amejitambua na anaweza kufanya hii kazi ambayo tunampa. So take care for that. Na jambo la tatu ambalo ni aina ya tatu ni mahusiano ya mazingira ambayo unaishi. Wengi tupo kwenye mazingira. Ni mahusiano yangu na mazingira. Baada ya kuwa na mahusiano yako binafsi, mahusiano yako na mazingira yanayokuzunguka. Mazingira yanayokuzunguka inabidi uelewe kwamba sisi tumeumbwa. Na kitu cha kwanza Mungu alichotengeneza kwa mwanadamu wa kwanza ambaye ni Adam, aliandaa Adam akamweka mahali. Mahali ndo nasema mazingira. Anamwambia utakuwa wewe msimamizi wa hii bustani. Mazingira aliyatawala, mazingira aliyamiliki na alipewa mamlaka juu ya mazingira. Kwa nini? Kuna ulazima wa kuyaelewa na kuhusiana vizuri na mazingira. Na tunaona Adamu alipokosana na yale mazingira, nini kilitokea? Kwanza alikimbizwa. Unajua, unapofanya kitu ambacho kinaweza kikakuondoa kwenye uwepo wa Mungu, pia kinaweza kikasababisha hayo mazingira yakakukataa. Ni kiasi gani unahusiana na mazingira uliopo? Je, umekubalika kwenye mazingira? Una kibali? Wakati mmoja Yoshua, wakati anaachiliwa kundi, Mungu alimthibitishia akamwambia, Musa amekufa, wewe ndio utakaowapeleka watu wa Israeli katika ile nchi ya Kanaani. Kwa hiyo akaambiwa kwamba hakikisha unakuwa hodari, kwa sababu Yoshua 1:3 nasema nimekupa uwezo kila utakapokanyaga. Manake alimpa uwezo wa kuhusiana na mazingira yaliyopo. Kwenye mazingira kuna vitu vingi. Kwa hiyo usipoweza kuhusiana na mazingira uliopo, mazingira kwako yatakuwa ni magumu na uwezi kutenda makuu yanayotakiwa. Kwa hiyo ili uweze kufanikiwa lazima uyaelewe mazingira yako, na namna ya kuelewa mazingira yako na namna ya kuyalinda na kuhusiana na mazingira yako, kwanza kuyaombea, yatolee sadaka, yatiishe, kwa sababu ndani yako unayo mamlaka. Semesha mazingira. Katika Isaya anasema, kuna mahali anasema nchi isikie neno la Bwana. Semesha nchi uliopo, semesha ardhi uliopo. Kuna watu wameingia tu kwenye nyumba za kupanga, hata wajujua kuna nini wenyeji wajenzi wamiliki wa hizo nyumba walifanya nini, kuna vitu gani waliopangaji waliopita walifanya. Anaingia tu ghafla anaona mambo yake yaendi. Mwaka 2026 kama ulikuwa hujafanya hivyo, tiisha, jipatanishe na mazingira uliopo. Mwambie Mungu, nipo kwenye malango haya, na nyinyi mazingira sikia, niko na Mungu anayeishi. Tiisha hayo mazingira, jipatanishe. Jifunze kila unapoingia sehemu mpya, ukikanyaga anza na Yoshua 1:3, ninapamiliki mahali hapa sawa na Yoshua 1:3 kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Kisha endelea na shughuli zako. Hata kama ni kwa muda mfupi au kwa muda mrefu, hakikisha unatiisha mazingira yako. Usifanye tu kawaida, fanya kwa imani. Fanya kwa imani.
na wakati mwingine panda mbegu, tolea sadaka mazingira uliyopo ili yaweze kukuzalia matunda.